Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, ni rehma za Mwenyezi Mungu kuweza kutukutanisha tena mimi na wewe mpenzi mtazamaji, na huko tukitaka kuangazia masuala mengi kuhusiana na dini. Kama tunavyojua, dini ni muhimu na dini ni maisha yetu. Tunapaswa kuifahamu dini na kuielewa zaidi, na inshallah mpenzi mtazamaji, kwa mada yetu ya leo tunaenda kuangazia majukumu yetu kwa watu wa nyumba ya Mtume. Hii ni kuangalia kwamba kuna Ahlul Bait, majukumu yetu sisi kwao ni yepi? Katika ulimwengu wa sasa, huenda labda kuna watu wamesahau majukumu yao kwa nyumba ya Mtume ni yepi. Na kama tunavyojua, Mtume alituamrisha ukishikana na viwili hautaweza kupotea, nayo ni Qur'an na Ahlul Bait. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake Sheikh si mwingine bali ni Sheikh Hussein Patrova, ambaye tupo naye ndani ya studio zetu akizidi kueleza mengi na kujuza mengi kuhusiana na mada hii yetu ya leo. Na insha Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana Sheikh. Nashukuru sana. Alhamdulillah, ni furaha tena kuwa na wewe tena zaidi. Sisi pia tuna furaha. Alhamdulillah. Furaha kocho ndio. Tusemwe ni mpwito, tuende nalo. Naam, karibu sana. Okay. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Majukumu yetu kwa kama wafasi wa Ahlul Bait au majukumu yetu kwa watu wa nyumba ya Mtume. Naam. Sasa kuna mambo ambayo inafaa tujue kabla hatujaanza kuyataja yale majukumu. Mwanzo nipo tuelewe majukumu ni nini na tuelewe Ahlul Bait ni nini na ni nani na kwa nini wanaitwa Ahlul Bait na kwa nini pia tuna majukumu kwao. Ndiyo. Na kwa nini tuwe na majukumu kwao? Kwani wana umuhimu gani katika jamii au katika ulimwengu? Naam. Mwanzo neno majukumu kwa Kiarabu ni masulia. Yani kuna kitu ambacho inafaa ukitekeleze au kuna kitu ambacho inafaa ukifanye kwenye maisha yako. Ni hicho kitu utaulizwa. Masulia imetokana na neno sual, kwamba utaulizwa. Kama hutakitekeleza utaulizwa kwamba kwa nini hukutekeleza. Naam. Hizo ndio responsibilities. Kwenye kutekeleza responsibilities zenu au masulia au majukumu yetu kwa mtu yoyote au kwa kitu chochote, lazima kuwe na vitu viwili. Ndiyo. Lazima kuwe na kujitolea ambayo inaitwa kwa Kiarabu al-iltizam, na lazima kuwe na hisia kwako ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi yako, kwamba haya unayatekeleza ni majukumu yako. Kwa sababu sometimes mtu anaweza tekeleza, kwa mfano unapatia kazini, unampa mtu majukumu, haya ni majukumu yake. Lakini anavyoyatekeleza, hayatekelezi kwa mfumo ambao unaweza furahia. Wanatekeleza tu bora amalize kile ambacho inafaa afanye. Kwa mfano majukumu yetu tunaambiwa kwamba ni kuswali. Lakini kuna baadhi ya watu, kwa mfano baadhi yetu tunaswali na kutekeleza wajibu. Na kuangusha tu kwamba umeshaangusha wajibu wako. Ndiyo. Lakini ukiangalia kwenye hiyo swala haina uzito wote, haina thamani yoyote. Sasa haitakuwa na effect yoyote siku ya Kiyama, bali tu kwamba umetekeleza wajibu wako, umeshamalizana na kuswali. Hapa tunamaanisha majukumu yetu kwa Ahlul Bait, kitu ambacho kitatufanya tuhisi kwamba tuko connected nao, kwa sababu hawa ndio watu ambao wamebeba matendo yote ya ulimwengu. Ahlul Bait, vitu vyote ambavyo vinaendelea kwenye ulimwenguni, hao ndio wamebeba. Na sisi tupo kwenye zama za ghaiba, kwamba kiongozi wetu ambaye ni Imam Mahdi hayupo. Kwa hivyo sisi tuna majukumu ambayo nafaa tuwe connected na yeye, tukiweka kwenye akili zetu kwamba Imam Mahdi anaelewa kile ambacho kiko kwenye nafsi zetu, kwa sababu ni uwezo ambao amepewa na Mwenyezi Mungu. Sasa anaelewa kwamba kitu ambacho tunafanya, je, tunafanya kwa kama majukumu au tunafanya tu hivyo, tunahisia kwamba tunatekeleza majukumu yetu kwake, au tunafanya tu kwa kumaliza wakati.
na hii inaweza ikatueleza kwamba ndio sababu, miongoni mwa sababu zinazomfanya Imam Mahdi asidhihiri saizi, kwa sababu hakuna connection. Wengi wetu hatuna ile connection ambayo inaweza ikamvutia Imam aje kwenye huu muda ili aweze kusimamisha yale ambayo inafaa asimamishe duniani. Kwa hivyo kwenye kipengele cha masulia au majukumu, lazima kuwe na kujitolea na lazima tuwe pia na hisia ambazo zinakuconnect wewe na yule ambayo unatekeleza majukumu kwa ajili yake. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba mambo yote ambayo tunafanya tutakuja kuyajibu, kwamba chochote ambacho tunafanya nafsi zetu zitakuja kujibu siku ya Kiyama. Qur'ani inatuambia kullu nafsin bima kasabat rahina, kwamba kila nafsi kwa kila ambacho itaulizwa kwa kile au itachukuliwa, it will be held responsible kwa kile ambacho kwa yale ambayo imefanya. Kwa hivyo masulia yetu kwa Ahlul Bait sana sana huu wakati wa ghaiba, hatumuoni Imam Mahdi, ni poa ya tu connect na yeye. Sababu mtu akiwa mbali, connection kidogo inakuwa sio nzito. Naam. Kuliko kushinda mtu akiwa karibu. Sasa inafaa tufanye sisi kama Waislamu tufanye more than we are expected to do, kuhakikisha kwamba kuna connection na Imam ambaye ni miongoni mwa Ahlul Bait. Kwa hivyo ili tujue kwamba masulia yetu kwa Ahlul Bait ni gani, lazima tujue hawa Ahlul Bait wamekuja kueleza nini na kuna connection gani kati ya Ahlul Bait na Uislamu. Tunajua kwenye historia, tumeelezwa kwenye vitabu vya historia kwamba wakati Mtume alikuwepo, alitoa maelekezo kwamba baada yangu mtamfuata kiongozi ambaye alitaja jina lake na akataja sifa zake na akamtaja mbele ya watu ambaye alikuwa ni Imam Ali. Lakini baada ya Mtume kuondoka, mambo yakabadilika, kukatokea na vikundi viwili. Sasa hivi vikundi viwili, kimoja kilikuwa kinafuata Ahlul Bait, na hawa ambao walikuwa wanafuata Ahlul Bait ndio wale Mtume mwenyewe alisema kwamba alitaja kwamba Ali na wafuasi wake ndio watakao ingia peponi kwa mfano, na Ali akiwa miongoni mwa Ahlul Bait. Ina maana wale ambao wanafuata Ahlul Bait ndio wale ambao wataingia peponi kwa mfano, kama vitendo vyao vitakuwa vizuri. Sasa Ahlul Bait ni wale ambao wanaeleza dini ya Kiislamu kulingana na yale ambayo Mtume alifundisha, kwamba sisi hatupati yale ambayo hatupati maelekezo yetu kutoka kwa mtu mwingine. Tunapata kutoka kwa Imam Ali, kutoka kwa Mtume, kupitia kwa maimams, alafu kuja kwa imamu wa mwisho ambayo ni Imam Mahdi. Kwa hivyo dini ambayo ni dini ya kiasilia, uasilia wa dini ya Kiislamu upo ndani ya yale ambayo Mtume alieleza kwamba tuwafuate Ahlul Bait, watatueleza uasilia wa dini. Kwa sababu yoyote ambaye hatafuata Ahlul Bait basi hata zama. Tumeeleza kwenye hadithi kwamba Ahlul Bait ni kama Safinatun Nuh, atakayemfuata hata zama. Kwa hivyo ukitaka kutozama kwenye dini yako au kwenye matendo yako ambayo unayatenda, basi hauna jingine ila kufuata Ahlul Bait, kwa sababu hao ndio wamebeba Uislamu. Hao ndio wamebeba dini ambayo ilitoka kwa mitume yote mpaka kufika kwa Mtume Muhammad. Hao ndio wamebeba. Ukienda kinyume na hilo, ina maana kwamba unaenda kinyume na Uislamu, na unaenda kinyume na dini ya Mwenyezi Mungu, na unaenda kinyume na dini zote au mafundisho yote ambayo mitume walitumwa nayo. Sasa sisi kupitia kwa Ahlul Bait ni vizuri tuwajue Ahlul Bait, tuwajue kwa kuwatambua majina yao, na tuwajue kwamba wamesimamia nini, na tusome mafundisho yao, na tusome kila kitu ambacho kina wahusu,
ili tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao wamefaulu. Ndio. Na hivyo kwenye kusoma kwetu nilivyoeleza pale mwanzo kwamba masulia yetu ni kujua Ahlul Bait wako vipi, kuwafahamu, kusoma historia zao, kuwafahamu wakina nani. Ni kweli. Na si kuwafahamu tu sisi, tuwafahamu. Ndio. Tuwafahamu na tufahamishe wale ambao wanahitaji kuwafahamu. Ndio. Kwa hivyo tukifahamisha wenzetu, ni poa tuangalie kwenye nia zetu ambazo tunafanya kwa ajili yake, kwa sababu kazi bila nia ni kama haina any connection na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nia zetu ni poa ziwe safi. Ndio sababu kuna hadithi ambayo inasema kama tuna yale ambayo tumesoma, tukisoma kwa nia safi na kusomesha kwa nia safi, na tukifanya matendo yetu kwa yale ambayo tumesoma kwa nia safi, basi kila kitu kinakuwa kisafi kwenye maisha yetu. Kuna hadithi moja ambayo inasema man ta'allama lillahi, yeyote ambaye amesoma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yani amesoma kwa ajili ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu, kwa mfano, wa 'allama lillahi, na akafundisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa amila lillahi, na akatenda matendo yake kwa ajili ya ile kulingana na elimu ambayo ako nayo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nudia fi malakuti samawati adhima, kwamba yeye fi malakuti samawati, yani mbinguni, jina lake linaitwa, na linaitwa kama ni mtu mtukufu, kwamba huyo mtu ambaye amefanya hayo matendo ni mtukufu. Sasa sisi tukisoma, kwa mfano, tukisoma maelekezo ya Ahlul Bait au tukisoma dini ya Kiislamu chini ya maelekezo ya Ahlul Bait, tukifanya hayo yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi tumejitengenezea sehemu katika mbinguni ambapo malaika wanaita jina letu. Si tu kwamba sisi ni sisi tu tutaingia, bali malaika pia wanafurahishwa na kazi ambayo tunafanya. Kwa hivyo kwenye kutekeleza wajibu wetu kwa Ahlul Bait, lazima tuhakikishe kwamba kuna connection. Tukisoma mafundisho yao, lazima tuhakikishe kwamba kuna connection na haya mafundisho yetu, kuna haya masomo yetu na wale ambao tunasoma. Bora tukitoa connection, itakuwa masomo ya kawaida na haitakuwa na athari yoyote. Kwa hivyo masulia yetu kwa Ahlul Bait lazima ijengwe kwenye misingi kwamba tuna feelings kwao, shida ambazo walipitia, matatizo ambayo walipitia, tuna feelings ambazo tunahisi kwamba walipitia mambo magumu kuhakikisha kwamba elimu imetufikia sisi. Juzi nilikuwa ninasoma kitabu cha Lady Fatma, na maisha yake ya kila siku. Wakati mwingine walikuwa wanakaa njaa muda mrefu. Tuna hadithi ambayo inajulikana kwamba walikaa njaa siku 3. Walikuwa wanafunga, na wakati wa kufungua kuna mhitaji ambaye anakuja kuomba chakula. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Sasa siku 3 mfululizo walikaa bila kula chochote. Na hiyo ndio ilikuwa maisha yao, kwamba tunasoma historia zao ili tujifunze na tuwe connected na hao Ahlul Bait, ili tuweze kufeel how wenzetu wanafeel na jinsi hao pia walihisi kama viongozi. Kwa hivyo majukumu yetu kama wafuasi wa Ahlul Bait, mwanzo kuna jukumu la kufuata katika vitendo vyao ambavyo wanafanya. Na hii si kufuata tu vitendo. Kwa mfano, imam fulani amefanya hiki kitu, wewe unafanya tu kwa sababu alifanya. Although hiyo ina daraja yake, kwamba at least tumetekeleza kile ambacho sunna ya imamu ambaye alifanya. Lakini kuna kiwango cha kingine kwamba unakifanya ukiwa connected na yule imamu, na hapa sasa ndio kunakuwa na athari kubwa kwenye vitendo vyetu ambavyo tunavifanya. Ndio sababu Zahra, Bibi Zahra alitueleza miongoni mwa maneno yake, alisema ta'atuna nidhaman lilmillah, kwamba yeyote ambaye atatutii sisi, ukitutii sisi itakuwa nidhamu, itakuwa ni protocol, itakuwa ni program ya mila, kwamba utakuwa ushatekeleza wajibu wako ambao unafaa utekeleze kwenye maisha yako.
wa imamatuna amanan minal firqa, kwamba mkituchukua sisi kama imamu mtakuwa mko safe na kutofautiana. Na ndio sababu siku moja miongoni mwa semi za Bibi Zahra alikuwa anasema kwamba laiti watu wangechukua Imam Ali kama kiongozi wao, hakuna mtu yoyote ambaye angetofautiana na mwingine. Kweli. Na kwa nini hatungetofautiana? Haimaanishi kwamba hatungekuwa na tofauti kwenye semi zetu, kwenye maoni yetu, kwenye yale ambayo tunafanya. Tungekuwa na tofauti, lakini tungekuwa tunaletwa pamoja na kauli ya kiongozi wetu ambaye alikuwa ni Imam Ali. Kwa hivyo tukija pamoja kwa ajili ya imams au ya Ahlul Bait, sisi sote tutakuwa kitu kimoja, na tatizo likitokea tutatatua kama sisi kama Ahlul Bait, sio kama kila mtu ambaye ana wadhifa wake. Mashaallah, mashaallah. Shukran sana Sheikh kwa maelezo yako mazuri kuhusiana na majukumu yetu kwa watu wa nyumba ya Mtume. Na kama tunavyofahamu, nyumba ya Mtume ni muhimu sana. Nyumba ya Mtume ina hadhi yake, na ndio maana pia wakashushiwa aya kwamba wametahirishwa. Na ni kitu kizuri sana kuweza kufahamu. Ukifahamu unachokifuata, basi kinakupa nafasi ya wewe kuwa kama wale watu walivyokuwa, japo hutakuwa kama wao 100%, lakini kuna vitu ukiwakumbuka tu unaviweka katika kuvifanya inshallah. Shukran sana. Ni kweli. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Aisha Hussein Patrova ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unazidi kufahamu, kuweza kujua pia masuala mengi kuhusiana na majukumu yako wewe kwa nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huenda labda unadhani vile walishaenda basi hakuna kitu kingine, ila tukumbuke kwamba tuko na imamu wa zama zetu. Imamu wa zama zetu tunajitayarisha vipi kwake? Tunajitayarisha vipi kuweza kumpokea? Tunajitayarisha vipi kuwa wale soldiers wake nyuma yake ambao tutakuwa tunapigania haki inshallah. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, tunazidi kufahamu mengi kuhusiana na majukumu yetu sisi kwa nyumba ya Mtume ni yepi. Ili kuweza kufahamu zaidi, tukirudi kwake Sheikh, tutaweza kufahamu ni yepi zaidi yanayojiri. Shukran sana Sheikh. Naam, shukran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwenye majukumu yetu kwa Ahlul Bait, watu wa nyumba ya Mtume, tulikuwa tumesema kwamba jukumu la kwanza ni kuwafuata, al-iqtida, kuwachukua kama hao ni viongozi. Na tukaona Bibi Zahra alituambia kwamba laiti tungekuwa chini ya Imam Ali, hakuna yoyote ambaye angeenda kinyume au angekuwa na shida na mwenzake. Hata kama kati yetu tungekuwa na matatizo, lakini tungekuwa tunaunganika pamoja, tungekuwa na umoja. Kwa hivyo la pili ni almuwalat. Muwalat ni kufuata pia, yani kuwachukua kama hao ndio kigezo cha matendo yetu, viongozi wetu. Ndio. Na ndio sababu kwenye miongoni mwa adhiya au ziyarat ambazo tunazisoma, tunaona kwamba tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba tuweke karibu na viongozi wake ambao ni Ahlul Bait, na tuweke mbali na maadui wake. Sasa ukiwa karibu na kiongozi wako, ina maana kwamba chochote ambacho utakitekeleza au lolote ambalo utalifanya itakuwa kwenye njia ya kiongozi wako. Na sisi kama mashia wa Ahlul Bait au wafuasi wa Ahlul Bait, hiki ni kipengele muhimu sana, kwamba huwezi kuwa mfuasi kama wewe si muwalat wa Ahlul Bait. Yani huwezi kuwa kwamba unawafuata Ahlul Bait na wewe unatekeleza vitu ambavyo vinaenda kinyume na yale ambayo wanaamrisha. Au wakati mwingine unachukua matendo ya wale ambao ni maadui zako, au unaelewana nao kwenye baadhi ya mambo kinyume na yale ambao Ahlul Bait wanaamrisha. Sasa hii inakuwa kinyume na majukumu yetu kwa Ahlul Bait. Ni kama tunadhulumu. Ndio. Ya tatu ni kwamba ihya'u amrahum, yani tunaweka mambo yao yawe hai,
na hii inatusaidia kukumbuka Ahlul Bait na kuwatambua au kuwajua Ahlul Bait ni kina nani. Kwa mfano kama tungekuwa tunabaki tu kwamba Ahlul Bait, kitu kikitokea kwa imamu yoyote hatukai tukaongea kuhusu huyo imamu, hatusemi lolote, ingefika wakati watu wangesahau. Ndio maana watu wanashangaa kwa nini washia wanahuisha wafuasi wa Ahlul Bait wanahuisha mazazi, kuzaliwa ama kufa kwao. Ni kuweza kufahamu historia zao. Zile majalis ni kuweza kuwasoma, kuweza kuwafahamu na kuwajua maimamu walikuwa kina nani, wanawake wema hawa walikuwa kina nani. Ndio ili wale watoto wawe na ile mfano wa kuiga. Hata mtoto akitoka pale ajua ameshika mawili matatu ya kwamba kwa hivyo Bibi Zainab alikuwa hivi, kwa hivyo Mama Ali alikuwa hivi, Mama Hussein alikuwa hivi. Sasa inatupa ile uelewa wa hawa watu walikuwa ni kina nani na kuweza kuwakumbuka na kutowasahau. Tukiangalia upande mwingine wenzetu si rahisi kutu wanahuisha majalis kama hizi, isipokuwa majalis ya Mtume peke yake ndio sana sana wanahuisha. Lakini kutofahamu kwamba ukizidi kuhuisha majalis kama hizi zinaleta ukumbusho kwa akili kwamba kuna kitu fulani labda kumesahau, na kila ukukumbushwa kinazidi kujirudia katika akili, nilisikiza hii 1 2 3. Ni kweli. Alafu kupitia kwa hiyo pia tunaweza kujua kuna baadhi ya vitu ambavyo kwa mfano imamu ametueleza lakini kwa maisha yetu tunavisahau. Kwenye yale majalis yanatusaidia kukumbuka yale mambo ambayo imamu alitueleza ambayo tunaweza kuwa tumeyasahau kwenye maisha yetu. Na pia kupitia kwenye hilo kwa mfano kuna vizazi vingi kutoka imamu wa kufe kwa mfano mpaka saa hizi imepita muda mwingi. Laiti tungeacha tu hivyo kwenye vitabu kwa mfano watu kusoma ingekuwa vigumu, na vizazi ambavyo vinakuja vipya vingesahau hata hao maimams. Ingekuwa kutajwa tu kama maswahaba wengine wanavyotajwa na mambo yanaendelea. Kwa hiyo kupitia kukumbuka maimams kwenye vikao vya vizazi vyao au vifo vyao, tunaweza kupitisha ufahamu wao kwenye vizazi ambao vinakuja. Kwa mfano saa hizi vile majalis inawekwa ya imamu yoyote na muda uliopita, kwa mfano miaka iliyopita, karne iliyopita kwa mfano, ni kama the same. Yani ile spirit bado ipo kwa sababu imekuwa ikifanyika, lakini tukiacha tu hivi ile spirit itakosa. Ndio. Hiyo ni miongoni mwa wajibu wetu, na ndio sababu kuna imamu alisema kwamba ahyu amrana rahimallahu man ahya amrana. Akaulizwa kaifa yuhya amrana, akajibu kwamba an yataallama ulumana, yani wasome elimu zetu, wa yuallimaha nnas, wasome elimu zetu alafu waelimishe watu. Fa inna nnasa law alimu mahasina kalamina lattabauna, kwa sababu watu wangejua uzuri wa maneno yetu wangetufuata. Na hii inadhihirika kwenye hizi sehemu yoyote tu. Ukiongea tu na mtu au ukimwambia mtu yoyote tu maneno ambayo imamu yoyote amesema, Imam Jaafar, Imam Ali, Imam Hassan, unaona anavutiwa na yale maneno ambayo amesema. Sasa baadhi ya watu wanakosa kuwafuata maimams kwa sababu hawajui maimams na hawajui wamesema nini. Kupitia kwa hivi vikao watu wanakuja wanawajua maimams na wanaelewa kwamba hawa maimams wana kiwango gani au wana level gani, daraja gani kwa Mwenyezi Mungu, hasa wanaweza kuwafuata. Hiyo ni miongoni mwa masulia yetu au majukumu yetu kwa maimams au Ahlul Bait. Ya 4 ni kwamba at-tabarri min a'daihim. Pale tulisema al-muwalat, yani anwaliyahum wa an natabarra min a'daihim. Nilikuwa nasema pale mwanzo kwamba haiwezekani kwamba tunafuata maimams na tuko pamoja na maadui zao. Kwa mfano sisi tunafuata maimamu wa Ahlul Bait, lakini pia tuko pamoja na maadui zao ambao waliwaua. Na hii inaonekana kwenye sehemu zetu kwenye dini ya Kiislamu na kwenye matendo yetu ya kawaida.
ambapo kuna baadhi ya watu hawalaani maadui wa imamu, hawataki kuwalaani, wanasema wao ni watu wazuri na Mwenyezi Mungu awaridhie. Lakini ikija kwa maimamu pia wanasema hawa ni watu wazuri, Mwenyezi Mungu awaridhie. Sasa maimamu ambao wamedhulumiwa na hao ambao wamewadhulumu wote ni watu wazuri na waridhiwa na maimamu. Haiwezekani kwamba vitu viwili opposite vinakuwa vyote ni haki. Kwa hivyo ili kutofautisha haki na batil ni ipi, tuhakikishe kwamba tunaachana na maadui wa maimamu na tuna wataja kabisa. Kama inahitaji kuwataja kwenye sifa zao tunawataja, kama kuwataja kwenye majina yao pia tunawataja, ili watu waweze kujua kwamba huyu alifanya hili kwa viongozi wetu. Na kwenye Qur'an pia Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, kwamba nyinyi ambao mmeamini msichukue adui wangu na adui wenu kwamba yeye ndio wali wenu, yeye ndio kiongozi wenu. Na ina maana kwamba tunajaribu kuweka ukweli na uongo mahali pamoja, na vitu viwili tofauti haviwezi vikakuwa the same. Hii inadhihirika kwenye maisha yetu ya saizi kwamba kuna Uislamu na kuna Waislamu. Kama Muislamu anadhulumiwa, kwa mfano, ni wajibu wangu kama mimi Muislamu mwenzake kumtetea. Ndio. Na kusimama dhidi ya yule ambaye anamdhulumu, ili either niweze kumwelimisha huyo ambaye anamdhulumu au niweze kuhakikisha kwamba hakuna dhulma ambayo inaendelea kati yetu. Lakini nikija kusupport yule ambaye anadhulumu Muislamu mwenzangu kwa kile ambacho anakidhulumu kwake, ina maana kwamba nimeenda kinyume na mafundisho ya maimamu. Na jukumu langu kama Muislamu ni kuhakikisha kwamba naachana na maadui wa Kiislamu au maadui wa maimams. Na saizi kuna maadui wengi sana ambao wamejitokeza, ambao wapo dhidi ya mafundisho ya Ahlul Bait. Kuna aya nyingine kwenye Qur'an pia inasema la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay, kwamba msichukulie mu'min asichukue kafir kwamba yeye ndio wali wake, yeye ndio kiongozi wake. Na yeyote ambaye atafanya hivyo basi hana chochote kwa Mwenyezi Mungu. Kama tukichukua kafir kama yeye ndio wali, tukiwa na shida tunaenda kumuuliza kafir, na kuna mu'min yupo. Tukiwa na tatizo lolote la sehemu yoyote tunaenda kumjulisha kafir, na mu'min bado yupo. Hii ina maana kwamba tunawaweka juu makafir na waumini tunawaweka chini, ambayo hii haifai. Na hii inaingia pia kwenye dini yetu, kwamba Mwenyezi Mungu na mtume ametueleza kwamba tuchukue dini kutoka kwa mtume na watu wa nyumba yake, lakini sisi tunaacha watu wa nyumba yake tunaenda kuchukua dini kwa watu wengine. Tukifanya hivyo ina maana kwamba tunafuata yale ambayo maadui wa Ahlul Bait wanatuamrisha na tunaachana na yale ambayo Ahlul Bait inatuamrisha. Na hii haitakuwa miongoni mwa jukumu yetu kama wafuasi wa Ahlul Bait. Na jukumu lingine ni kuhakikisha kwamba tunafika kiwango cha usafi, naweza nikasema usafi au kiwango cha takwa ambacho kinahitajika ili kuwa kwenye safi ya Ahlul Bait. Kwa sababu mtu yote ambaye anafuata Ahlul Bait, huwezi ukafuata Ahlul Bait na imani yako ina shaka, kwa sababu mafundisho yote ambayo Ahlul Bait walitupatia yanayo uwezo wa kuhakikisha kwamba haya yote ambayo tunaamini kwa Mwenyezi Mungu ni mafundisho ambayo yanaendana na imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Hii ndio sababu kwenye baadhi ya hukumu za kifiki inafika mahali tunasema kwamba mu'min ni yule ambaye anafuata Ahlul Bait. Yani ukitaka kuwa kitu fulani lazima uwe mu'min. Na mu'min ni nani? Mtu yoyote ambaye anafuata
Ahlul Bait. Sasa ili uwe mumin lazima ufuate nyumba ya Mtume ambayo ni Ahlul Bait. Kwa hivyo kuna majukumu mengi ambayo inafaa sisi kutukue nayo kwa Ahlul Bait, tukijua kwamba mwisho wa siku vitendo vyetu vyote vinarudi kwa Ahlul Bait. Kweli. Na sisi tunaambiwa tumekuwa kwenye mwezi wa Ramadhan kwamba siku za Layali al-Qadr matendo ya mwaka mzima yanaandikwa. Lakini yakishaandikwa yanawekwa kwenye kiongozi ambayo yupo hizo times. Na saa hizi time zetu kiongozi ambayo yupo ni Imam Mahdi. Sasa matukio yetu, mambo yetu yote au vitendo vyetu vyote vinadhihirishwa kwa Imam Mahdi siku ya Qadr, Lailatul Qadr. Sasa yeye anatambua kwamba huu mwaka kitu gani kitafanyika kwenye maisha yetu. Sasa kama haumfuati, kama yeye si kiongozi wake na yeye anajua mambo mwaka wako mzima jinsi utakavyokuwa. Sasa itakuwaje? Itakuwa kwamba matendo yako hayatakuwa mazuri. Vitu vyako vyote ambavyo utakuwa unatenda havitakuwa chini ya dini ambayo Mtume alikuja nayo na alitueleza kwamba tuchukue kutoka kwa Ahlul Bait. Kwa hivyo Muislamu yote au yeyote ambaye ana dini inafaa atambue kwamba anachukua dini yake wapi na anaelekeza vitendo vyake kwa nani na anafanya nini kwa hawa Ahlul Bait ambao Mtume mwenyewe alituelekeza kwao kwamba tuweze kuwafuata, bila kusahau kwamba kwa kuwafuata lazima tuwe na connection. Niliposema pale mwanzo, lazima tuwe connection kati yetu na hawa Ahlul Bait ili athari ipatikane kwenye matendo yetu na kwenye vitu vyetu ambavyo tunavitekeleza kila siku. Na ndio maana tunahimizwa sana kusoma dua Ahad. Ama dua Faraj. Ni kweli. Unakuta ni vitu ambavyo vinatufanya tuwe karibu na Imam. Vitu ambavyo vinatufanya tujitayarishe kuwa karibu na Imam, kutetea haki, kuwa na yeye sako kwa bako. Yaani ni kitu kizuri sana ukifurahia kupigania haki, ukifurahia kutenda mema, kufurahia kuheshimu nyumba ya Mtume, basi ina furaha yake. Ni kweli. Kwa sababu kuna siku moja nilikuwa nasikiliza Sheikh mmoja alikuwa anasema kwamba utakuwa hujaamini, imani yako haijakuwa kamilifu pale ambapo matendo yako ambayo unatenda haina connection na Imam. Yaani kwa mfano familia yako yote haujaweka kwenye mikono ya Imam. Kwa mfano ukiwa na familia unasema hii familia yangu nakabidhi kwako Imam. Yale ambayo tunatenda yote iwe ni kwa ajili yako. Matendo, kwa mfano ukiamka asubuhi, mimi naenda kwenye kazi kuhakikisha kwamba kwenye kazi yangu iwe sababu ya kuleta uwepo au dhihiri wako uwe karibu. Yaani zinakuconnect, maisha yako ya kawaida inakuconnect na Imam, na bila kusahau kwamba hizi dua ambazo tunazisoma pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatuweka karibu na maimams au na imamu wetu ambaye ni Imam Mahdi, na ni majukumu yetu pia kuhakikisha kwamba tunasoma dua kama dua Ahad, tunasoma dua Faraj kwa mfano, hizi zote ili ziweze kutuconnect na imamu wetu na aweze kuishi katika maisha yetu. Mashallah, mashallah. Shukran sana Sheikh. Ni furaha sana kuweza kufahamu mengi ambayo yanazidi kuenea hadi nyakati za sasa hivi, na mengi yanatudhihirishia nani ambao wanafuata Ahlul Bait, nani ambao wanajitahidi sana kukaribisha Imamu wa zama. Na tutakuta mtu anasema like Imam Zaman afike tu haraka, afike haraka. Kumbe tuna Imam Zaman na pia tuko na Nabii Isa pia itakuwa tuko na yeye. Sasa ni vitu ambavyo tunaangalia, ni vitu ambavyo tunafaa kuweka kutafakari ndani yake. Tunafaa kutafakari zaidi sisi tunafuata nini. Kama ulivyosema ya kwamba ni muhimu sana sisi kuweza kujiweka katika
nembo ambayo itatuonyesha sisi tunapenda Ahlul Bait. Sisi tunafata mafunzo ya Ahlul Bait. Ukiangalia mtu kama Imam Jafar as-Sadiq alikuwa mwalimu mkubwa sana, mwalimu ambaye alifunza sana na hivyo ndo tunafaa kuwa sisi kama waja wa Allah, sisi kama wafuasi wa Mtume, sisi kama wafuasi wa Ahlul Bait kiujumla, inatupa faraja zaidi. Na inshallah tukimalizia, Sheikh, sijui lipi ambalo ungependa kumnasihi mpenzi mtazamaji kuhusiana na swala hili? Mwanzo sisi tukiongea kuhusu Ahlul Bait tunaongea kuhusu nyumba ya Mtume, hawa ambao ni 14 Ahlul Bait 14 Masumin 14, na akiwemo Mtume mwenyewe na Imam 12 akiwemo na Lady Fatuma, kwa sababu yeye ndio kianzishi cha hawa maimamu 12. Sasa hawa maimamu 12, kila imamu ana mchango wake katika maisha yetu ya hapa duniani na maisha yetu ya akhera. Ndio sababu kuna baadhi ya hadithi, kwa mfano ukiwa na tatizo unamwelekea kwa huyu imamu, unamuomba. Ukiwa na shida yoyote unaelekea kwa huyu imamu, unaomba kupitia kwake, au unatawassal kwake, kwa sababu wote walikuwa na umuhimu specifically kwenye kitu fulani kulingana na wakati ambao walikuwa ndani yake. Kwa mfano tukiangalia Imam Kadhi, kwa sababu ya muda ambao alikuwa ndani yake ulikuwa muda wa dhulma nyingi sana, yeye mwenyewe akadhulumiwa sana. Sasa tukipitia kwake kuomba dua kwa kiwango kikubwa, yeye akiwa wasila wetu kwamba zitajibika. Kwa hivyo sisi kama wafuasi wa Ahlul Bait, kwenye mienendo yetu, kwenye maongezi yetu, kwenye fikra zetu, na sana sana inarudi kwenye fikra, sababu fikra ndio zina affect kila kitu ambacho kinatoka nje. Hivi vyote ni vizuri kwamba tunaviconnect na maimamu, kwamba kama hujafanya kitu chochote kwenye maisha yetu una connect kile kitu na imamu, kwamba kitu cha kwanza inafaa ufikirie kwamba matendo yangu ambayo yanayofanya, je, imamu ataikubali? Imamu angekuwa saa hizi kwa mfano anitume nifanye kazi fulani, mimi nina wadhifa sehemu kwenye shirika fulani, imamu angekuwa saa hii, haya mambo ambayo angefanya, angefurahia? Kwa mfano anakuja kukutana na mimi, ninampatia ripoti, angefurahia? Au mimi na familia yangu, mimi na watoto wangu au na ndugu zangu, yote ambayo tunafanya kati yetu na familia yangu, wajibu wangu na familia yangu na ndugu zangu, je, imamu angekuwa alafu nimwambie kwamba haya ndio nafanya, je, angefurahia? Kwa hivyo tukikuwa na hiyo feeling ndani yetu, inakuwa connection na imamu ipo juu, na bila kusahau kwamba tunaweka connection kwenye vitendo na maneno, kwamba tukiswali swala zetu tunaweka imamu kwenye swala zetu, kwamba tunaswali hii swala, imamu iwezeshe hii swala yangu iweze kukubalika. Ukitaka kula, yani vitendo vyako vyote viwe na connection na imamu, ili tuweze kupata ile nini yake, tuweze kupata rehema zake na aweze kutuwakilisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kile kitu ambacho tunakitenda. Naam, shukrani sana Sheikh, Allah akujaze khairi, akupe neema, akupe nuri. Umeelezea mada nzuri sana, mada yenye kufanikisha sisi kuweza kuwafahamu zaidi Ahlul Bait. Naamini vitabu hivi watu wasome, wapate elimu kuhusiana na Ahlul Bait, na hivyo basi kuwasaidia kuishi maisha yenye khairi bila bughdha. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Hussein Petrova ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah tumeweza kukamilisha siku ya leo, na alhamdulillah kwa kweli nimefurahi sana na hii mada ya Ahlul Bait, kwa sababu ni mada nzuri sana. Na wewe kama mfuasi wa Ahlul Bait, jitahidi sana usome, uweze kufahamu mengi, uweze kumjua zaidi imamu wako wa zama. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalamu.